Nasimama hapa kwa niaba ya kanisa hili la Glory of Christ Tanzania Church, kifupi GCTC. Vile lingine limesema GCCC, abia kwa nalo. Sisi ni GCTC. GCCC katafutwe mahali lipo. Nichukua fursa hii ya kipekee sana kwanza kuwashukuru sana wachungaji, maaskofu, mitume na manabii ambao umefika leo kwenye hii kesi ya kanisa la GCTC. Tulivyokuwa tunaangalia namba, mmefika 571. Na nashukuru kwa wale wachungaji wetu wa jimbo la Dodoma wa Ufufuo kufanikiwa kufika, na wengine kwa mikoa ya jirani. Na naamini pengine tungekuwa tunajua angalau ratiba kamili. So ratiba ilikuwa ni saa 9 kafanywa kuwa saa 5. Hii mabadiliko yameathiri kidogo mahudhurio ya baadhi ya watu wengine. Lakini hata ratiba yenyewe hii ya kuwepo leo ilitoka siku ya Ijumaa. Sasa kwa kuwa tumepata mapema tarehe nyingine ya kesi kama hii itakuwa tarehe 8 mwezi wa 6, mwezi wa 7, tunaamini watakuja kutoka mikoa mbalimbali sasa. Si wa Ufufuo peke yake tu, wa madhehebu mbalimbali. Na mimi nitakuwa pia na mashehe kwa sababu jambo limegusa jamii nzima kwa upande wa mambo ya dini. Na mimi nitakuwa tena 571, tunaweza kuwa zaidi ya hapo. Niwashukuru sana kwa niaba ya Askofu Mkuu Daktari Josephat Mathias Gwajima. Jambo la pili ambalo la muhimu, tumesikia kutoka kwa wakili. Ameeleza wazi hasa kupitia barua ya waziri kwa maana ya mwakilishi wa serikali kwamba wao hawaitambui barua ile ambayo imesababisha yote haya. Angeitambua angejibu, kwa kuwa hajatambua ndio maana hajajibu. Sasa kwa kanisa kupitia barua ile ambayo imekanwa, imekataliwa, itambuliki, haijasainiwa na msajili wa vyama vya kiraia na haina jina la kanisa letu, hiyo ndio barua ambayo imeleta yote haya. Sasa kwa sababu ya barua hiyo, naomba nianzie nyuma kidogo. Wala ambao hamkuelewa basi muelewe kidogo, kwa sababu jambo limetokea siku ya Jumatatu usiku saa 5:15 katika mazingira ambayo wala hatakuwa kwenye ibada ya jioni, ilikuwa tu ni mkesha. Wala alikotokea ibada ya Jumapili ambao waumini wengi wanakuwepo makanisani. Kwa nafasi ya kupeana taarifa ilikuwa haipo kabisa. Kama ni taarifa tuliyoipata basi ni ile ya kuvamiwa. Lakini kwa nini tumevamiwa? Na watu wengi hawakuwa nayo hayo. Ukweli ni kwamba sisi tuliona barua hiyo mtandaoni ambayo tuliulizwa, ni ya kwenu? Mmepewa barua? Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hiyo barua ya mtandaoni si tukawa taharuki. Kwa wale ambao wana simu angalau za smartphone waliona. Wengine wa simu ndogo hata hawakuona kabisa, wasikia tu kanisa limejaa tepe mbalimbali. Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea sauti imepunguzwa kwa sawa. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nielezee kidogo.
kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku 7. Yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha. Ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sasa watu wamekamatwa. Hatujakaa sasa wameshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa. Walikamatwa watu 98. Wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa sasa, kanisani kuna utepe. Waumini waliokuwepo wamekamatwa. Ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu, ikasambaa mikoani kwingine kote kabla ya Jumapili. Kwa nafasi ya wachungaji wetu kuelezea uminoni imetokea ikawa haipo. Na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuiachie serikali inajua inachofanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili mpaka leo. Katika mazingira hayo, waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza jambo hili limetendwa na serikali au la. Sasa kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumuomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandao inavyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa ndani ya siku 21. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee. Na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi. Ijumaa ikasikilizwa, yale maombi ya upande wa serikali katupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne, na wenyewe kwa sababu waziri alijibu barua yake, serikali wakasema kwamba tusubiri kwanza hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili yaliyotokea na mpango ambao uko mbele wa tarehe 8. Sasa kama kanisa katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa, na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Na wauliza ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe sijapokea, labda hao GCTC walishapokea. Wakakosea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC. Wakakimbia kwa GCTC, wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC likatafute kanisa la GCC lifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe.
Naomba utulivu. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa mfunguliwa katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu. Watu wanafunga ndoa. Wanabariki watoto. Kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unaofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kwa ngombe kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21, ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mwaajiri basi mwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utatia wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kama hujafunga kanisa, jitetee. Kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa badala kwa GCC kule wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo kuchanganya, ndugu zangu, yapo. Majina yamefanana yapo. Kwa tutoe wasiwasi wa waumini wetu. Kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa, Jumapili tunaomba utulivu. Na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliyoingia waumini wetu kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshindwa na kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Si tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana na serikali, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi wapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu kulipata taifa endelee kuwa na amani. Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Naomba utulivu ndugu zangu.
naomba utulivu. Haya yote ambayo yameleta sintofahamu kubwa na hata kudhaniwa pengine la kwetu limefungwa, ni kwa sababu ya plesi ya Askofu Gwajima. Yanadhaniwa hivyo. Na mimi hata nitoe wasiwasi hiyo, kwa sababu wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki. Na Askofu Gwajima pia ni askofu. Kwa naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza na kufukuza wanachama wa CCM kwanza. Pengine kwa sababu wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu. Siamini. Na kama inaweza kuwa ni kweli, je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kuna Mtumbo Ruvuma, kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je, wataifunga Katoliki nzima? Yani narudia kusema hivi, watu wanakosea, wanaweza ukosea na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake. Anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuiya ambayo anayumo ndani ya jumuiya hiyo. Sasa akikosea katekista mmoja wa kigango cha Itilima, kakosea, akikosea huyo katekista wa Katoliki wa kigango cha Itilima, wataifuta Katoliki nchi nzima, wasiendelee na ibada, watapiga utepe nchi nzima. Ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa maneno aliongea Askofu Gwajima, kwanza nataka niweke wazi kwamba place yake ya kwanza hakuongelea kanisani, wala hakuongelea madhabahuni, wala hakuongea kama askofu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Aliita place kwenye mtaa au kwenye nyumba anayojua mwenyewe, sisi ajua ni wapi, Dodoma au Mwanza au wapi. Alipoita ile place, kabla ya yote ikajibiwa bungeni. Kwa walimjibu bungeni, ushahidi kwamba hiyo place ilienda haihusiana na kanisa. Hata waliojibu bungeni wanamjibu Gwajima kwamba Gwajima hawakuwahi kuliongelea kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na sasa si tu hapo, hata kwenye mkutano mkuu wa CCM, maneno aliongea Rais Samia Suluhu Hassan hayakuhusisha hata kidogo kabisa na kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, hayakuhusisha kabisa. Yeye alidili na Gwajima kama Gwajima